بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تمشكور مولا سبحانه وتعالى kwa fadhila zake na rehema zake, leo akatupa tena uhai, akatupa na afya na hatwa, tukaweza kusikilia mahala patukufu kama hapa. Tusema alhamdulillah na hadhi neema, na ambao kubahatika ni wagonjwa, inshallah Mwenyezi Mungu ayapoze magonjwa yao, na ambao shatangulia barzakh, Mwenyezi Mungu ayajalie makabri yao yawe ni rawdatan min riyadil janna, na sisi siku ya kufa tufe kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Maudhui yetu leo ni kueleza babu fil yaqini wa tawakkuli, mlango wa kuwa wewe na mimi tuwe na yaqini kabisa, milioni fil milioni kwa Mola subhanahu wa ta'ala, wa tawakkul, na tuwe wenye kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na mwenye kumtegemea Mola subhanahu wa ta'ala la yakhib, hapiti patupu, bali hupata kila mazuri ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambao amewekea wale watu ambao wenye yaqini naye, na watu wenye kumtegemea yeye hawategemei ziungwa. Qala Allah ta'ala, walamma ra'a almu'minuna alahzab, mu'minin kina Mtume sallallahu alaihi wa sallam walipotaka kuvamiwa pamoja na makabila yote ambayo yako ya Kikureshi mpaka na Mayahudi, wakaungana wote kuja kumvamia Mtume mara moja, wammalize mambo yamalizike. Je, Mtume humalizika na yeye ni mwenye yaqini inda Allah na ni mwenye kumtegemea Mola, bali watamalizika wao ambao hawana yaqini na Mwenyezi Mungu, wana yaqini Walata, Uzza, Manat. Ndio Mola akatuambia walamma ra'a almu'minuna alahzab, mu'minin walipona vipote au vikundi vya jeshi vimekuja kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam na ashabi zake, qalu, hawakubabaika masahaba, walinena hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu, hili ni lile ambalo ametuahidi Mwenyezi Mungu na Mtume kwamba mutapambana na jihad, tutawajua kweli mujahidin na tutawajua leo munafiqin. Wa sadaqa Allah wa rasuluhu, na amenena kweli Mwenyezi Mungu na Mtume. Atuambia Mwenyezi Mungu masahaba hao, ma zadahum, hakuna ambalo lilowazidisha wao, illa imanan, isipokuwa ni imani thabit, wa taslima, na kusalimisha amri, kuchukua bendera ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wakawa wana yaqini kwamba Mola ametuambia wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, wenyewe wakawa na yaqini. Basi Mola kwa kuwasifu masahaba kama hao, na wewe mu'min pia utapata sifa hizo wakati utakapoandama masahaba za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alladhina qala lahum an-nas, wale watu ambao waliambiwa na watu wenzao, inna an-nasa qad jama'u lakum, kuna grupu la makufar, Mayahudi, mushrikin, kafirina, wote wamejiandaa kuwavamia nyinyi katika mji wa Madina. Fazadahum imanan, ilizidi iman, waqalu, wakanena, hasbuna Allah, mwenye kututosha ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala,
wa ni'mal wakil, na neema ya kutegemewa ni kutegemewa Mola subhanahu wa ta'ala. Fanqalabu bi ni'matin min Allah, wakapata ushindi, wakarudi na neema nyingi nyingi ambazo wamezipata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wa fadhli, na wakapata utukufu mkubwa. Lam yamsasuhum suu, hawakudarwa, hawakuguswa kabisa na baya lolote, ovu lolote, shida yoyote. Wattabau ridwan Allah, wakaandama radhi za Mwenyezi Mungu. Wallahu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, dhu fadhlin adhim, ni mwenye vipoa vikubwa vikubwa, ni mwenye fadhila kubwa kuwapa wale ambao wamemtegemea Mola ambaye yeye ndiye mkubwa. Hakuna mkubwa kwa mwanadamu. Mwanadamu akipata kile cheo huwa amekipata tu, lakini cheo kile hakitodumu. Lakini Mola subhanahu wa ta'ala, kila leo tukiswali tarawih tunena subhana man ta'azzaza bil qudra wa qahhara al ibada bil maut. Ametakasika Mola ambaye ametukuka kwa kudra zake, kisha Mola huyo ndiye ambaye amewalazimisha wafalme, magavana, maseneta, masultan wote watakuwa ni wenye kuonda mauti. Lakini Mwenyezi Mungu huwa al-hayyun daimun la yamut. Sasa mimi na wewe tuwe na yakini kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala kwamba atatujazi wakati tukimtegemea yeye. Basi watu hawa, masahaba kama hawa na mtumi wao, wakarudi na neema kubwa kabisa, wakati Mola subhanahu wa ta'ala kwa kuita hili hasbunallah wa ni'mal wakil, ashabu nabii sallallahu alaihi wasallam pamoja na mtumi wao wakapatwa hofu. Mwenyezi Mungu akaletea hofu, akawaletea na upepo mkubwa kabisa. Wakawa wale makafiri kila wakiweka sufuria zao au zungu zao za kupika, Mwenyezi Mungu wapeleke upepo, yale masufuria yote waangushwe na mbali chini, ukawa hakuna chakula. Na ukapelekewa upepo mkali, kila ukijaribu utaka kupigana, kupanga vita, mtanga ukawa waruka katika nyuso zao, warushia mavumbi. Sasa na wakaletewa baridi ambayo kali kabisa, wakarudi zao, kwa sababu wamepambana na watu ambao wenye yaqeen, watu ambao mutawakkiluna ala Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mola akatuambia, basi Mwenyezi Mungu akawarudisha hao masahaba nabii na ushindi mkubwa kabisa kwa ile yakini yao. Sasa na mimi na wewe atuambia Mola, watawakkal ala al-hayy, tegemee Mola ambaye yuko hai, alladhi la yamut, ambaye hafi. Lakini mimi na wewe, annasu yamutun, aljinnu yamutun, malaika yamutun. Waqala ta'ala, wala Allahi, wa Mwenyezi Mungu peke yake, falyatawakkalil mu'minun, mu'minin wawe wako tayari kumtegemea Mwenyezi Mungu wakati wowote, saa zozote, dakika yoyote kukupitia wewe Allah uko na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio Mola akatuambia, fa idha azamta, wewe Muislamu utaka kufanya jambo, mathalan wataka kujenga, wataka kuoa, wataka kufungua biashara, wataka kusafiri, wewe usibabaishwe, usiwe mwenye kwenda kwa mganga. Mimi na harusi, nataka uniangalilie harusi yangu, huyu bwana harusi angie ndani wakati gani? Waharibu kwamba ati mpaka uende kwa mganga akuangalilie harusi yako. Wewe bwana harusi, siku gani utaoa? Mganga asema asioe mathalan siku fulani, amepanga mganga aoe siku fulani, basi ukamsahau Mungu. Mimi kamtegemea mganga, ati amenambia usifanye harusi siku fulani, na wewe bwana harusi wakati ukiingia ndani usiingie saa fulani, bali ngoja mpaka saa kadhaa na dakika kadhaa. Hapo itakuwa ni makosa juu ya mu'min au muslim au muslima mu'mina mwenye tabia kama hizo. Afanyalo yeye huenda kwa mganga. Unataka kufungua duka,
wenda kwa mganga, nataka kufungua duka, je, nifungue siku gani? Je, nifanye nini na nini? Nitinde kuku gani? Nivae nguo gani? Ni makosa kabisa. Wataka kusafiri, wenda kwa mganga, nataka kusafiri, je, uzuri ni siku gani? Nipande gari gani? Niondoke saa gani? Hapo utakuwa wewe Muislamu hujawa ni huna yakini kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Huyo mganga mwenyewe ambaye utakwenda kwake akwambie, basi wewe mimi nitakufanyia dawa kadhaa kadhaa, utapata nyumba, wewe utapata gari. Kwa nini hapati yeye kwanza kijumba cha udongo? Mvua ikinyesha yeye mzima hutota, hata kitanda ana na kijambi tu. Lakini mwanadamu akadhurika, ati akenda kwa mganga, au nikenda kwa mganga nataka nipate gari, nipate nyumba, nipate kadhaa kadhaa, na hali mwenyewe ni maskini, chakula shekhe hana. Wa qala ta'ala, ndio katuambia Mola Subhanahu wa Ta'ala, watawakkal ala Allah, wewe mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usimtegemee mwingine. Fa idha azamta, umeazimia kufungua duka, umeazimia kununua nyumba, umeazimia kuguria nyumba, umeazimia kununua gari, kununua ndege, kununua meli, kuoa, wewe usifanye lolote, bali wewe uwe uko tayari nyumba ile kwenda kuifungua kwa suratu Yasin. Nenda kaifungue kwa Allah, ya Allah, ya Allah, ya majal qasida ya ghathau. Nenda ukaifungue kwa Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utie nia utakayo, sababu Mtume amesema Yasin lima quri'ala, kwamba Yasini kwa ile nia yako wewe. Wataka kuoa, usiende kwa mganga, ya Rabbi mimi naoa leo, nitasoma hii Yasin. Tia nia, nataka Rabbi leo siku ya kwanza nipate mke wangu awe mjamzito kwa siku hii ya leo. Ya Rabbi nataka harusi yangu isitokee na matatizo yoyote, isiwe yenye kuharibika, isiwe ni yenye kuvundika. Piga Yasin. Wataka kufungua duka, Yasin. Wataka kusafiri, kununua shamba, lolote, kununua gari, waite watu wende waisomee gari yako kwa Yasin. Lakini waambie mtukue huyu kuku matambara rangi nyeusi na rangi ya blue, kamtinde kwenye gari lako, basi gari lako halitokosa abiria, la utakuwa tofeli. Mola tuambia, faidha azamta, wewe ukiazimia jambo lako, fatawakkal ala Allah, wallahi mtegemee Mwenyezi Mungu ambaye hayyun daimun la yamut la yaghib la yafut la ta'khudhu sinatun wala nawm. Ndio maudhui yetu leo ni haya, kwa sababu Mwenyezi Mungu ataka uwe na yakini naye. Angalia Sayyidina Ali bin Abi Talib, wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomwambia, ya Ali, Mola ameniamrisha leo mimi nitoke, sasa nataka wewe uje kwenye kitanda changu ulale na ujifunike barshiti langu. Sayyidina Ali ajua, mimi ikiwa Mwenyezi Mungu ameniandikia kufa, nitakufa tu popote. Lakini akawa na yakini wakati Mtume alipomwambia, ya Ali, njoo ulale kwenye kitanda changu, kisha usubuhi hizi amana hizi, pesa hizi, dhahabu, fedha, mpekee fulani, ikiwa ni Utba, ni Shaiba, ni Abu Jahl. Angalia, wao wampiga Mtume, lakini walikuwa wakimwamini kwamba Mtume ndio benki ambaye benki isiyofilisika, benki ambayo si ya urongo, benki ambayo kwamba kuna uaminifu ndani yake. Wachukua amana makafiri, wampa Mtume sasa. Sayyidina Ali kwa tawakkul kwamba huyo Mtume ni Mtume wa Mwenyezi Mungu, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maadamu Mtume amenambia usubuhi, Ali, zitukue hizi pesa uwarudishie wenyewe, Sayyidina Ali kwa na yakini kwamba Mtume maadamu amenambia usubuhi uwarudishie pesa zao, hawatoniua, hawatonidara, maadamu Mtume ameambiwa na Mola aniweke mimi katika kitanda kama hiki nilale. Akawa na yakini Sayyidina Ali, akawa ni mwenye kulala, akajifunika barshiti la Mtume, na taban hawakumdara kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka
Mtume alisoma sura gani? Yasin. Angalia Mtume hakwenda basi kwa mganga, mimi watanizunguka Makureshi, sasa nataka nifanye uganga, niwafunge mato yao, niwafunge mikono yao, niwape usingizi, nitoke wasinidare. La, alikwenda kwa mwenyewe Mola, fatawakkal ala Allah, akasoma suratu Yasin mpaka aliposikilia waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Mtume akawanyunyiza mtanga. Jamaa, Mtume hakuwafungulia feni wala hakuwafungulia air condition, ule usingizi wa mtanga watiwa mitanga, kutiwa mtanga uinuka, lakini mtanga ule Mtume hakuwatia mitanga wakati alipowatia mitanga, bali alowatia mitanga ni mwenyewe Mola subhanahu wa ta'ala. Wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Na tuweza kusema ya Rasulullah, hukuwanyunyiza mitanga wakati ulipowanyunyiza mitanga, lakini Mwenyezi Mungu ndio ambao kwamba alowanyunyiza mitanga mpaka wakapatwa na usingizi. Na tuambiwa sheitani pia alikuweko, na sheitani halali kutoka Mwenyezi Mungu alipomuumba Iblisi usingizi sahau. Lakini siku hiyo Mola akaonyesha kudra zake kwa suratu Yasini hili, alipotiwa mtanga na yeye alilala shekhe, hata barikha al-sabah, mpaka usubuhi, mpaka jua likachomoza likatoka, wakainuka jamaa wakawa huifuta mitanga kwenye zito zao, wakimwangalia yeye pia amechelewa, amelala. Walipokwenda wamwamsha Muhammad, Sayyidina Ali ambe ana lastu bi Muhammadin, ana Ali ibn Abi Talib, mimi ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Mwataka nini? Mwataka kitu gani? Aina Muhammad? Bana, msiniulize Muhammad bana, wewe yashhuta kikuuliza Muhammad, mtafuteni mwenyewe ameenda wapi sijui, nambieni mtakalo. Ikiwa mtaka lingine mwaniua mimi wewe asadullah, tutokeni nde hapo. Ikiwa mtakuya moya mtakuwa yote watu, walikuwa ni watu 12 niko tayari tupambane, munimalize niwamalize. Jamaa sema huyu ni Sayyidina Ali, jamaa si mambo ya mtezo. Wakatoka wote wakajua huyu ni simba ndiye ambaye yuko hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka. Angalia tawakkul. Ndio Mola akatuambia waman yatawakkal ala Allah, na mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu fa huwa hasbuh, Mwenyezi Mungu mtosheleza, Mwenyezi Mungu mtekelezea mambo yake anayoyataka. Inna Allah kafi, Mwenyezi Mungu atamtosheleza kwa sababu amenunua man yatawakkal ala Allah, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Mola subhanahu wa ta'ala huwa yuko tayari kumwakifishia shari la yoyote mwenye shari, ikiwa ni askari, ikiwa ni jambazi, ikiwa ni mwizi. Lakini maadamu wewe ukatawakkal kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko tayari kukusaidia. Lakini taka imani, taka yaqini. Ndio Sayyidina Ali alisema la kushifa li al-ghita'u mazdadtu yaqina, namna nilivyokuwa na yaqini ya kumkubali Mola subhanahu wa ta'ala. Ahadun lam yalid wa lam yulad, Mola ametumbia pepo, Mola ametumbia moto, basi lao mimi nitaonyeshwa. Ali bwana, fanya ibada, hakuna mushkil. Pepo hii, moto hunu, arshi hini, kursi hiki hapa, anasema hata nikafunguliwa nikaonyeshwa zote. Mazdadtu yaqina, yaqini yangu iko pale pale bila ya kuonyeshwa hizo. Mimi mwenyewe na yaqini kwamba Allah mawjudun fi kulli zamanin wa makan. Innama almu'minuna alladhina, wale muumini ni wale ambao idha dhukira Allah, wakati akitayo Mwenyezi Mungu, wajilat qulubuhum, nyoyo zao hufanya hofu. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, wakati wakisomewa aya za Mola subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana, imani huzidi ikakita ikawa rasikh,
ikaambata katika kulubi zao, katika mishipa yao, katika damu zao, katika kiwiliwili chao, katika mifupa yao, katika gongo lao. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola ni wenye kumtegemea, hakuna mwingine. Waman yatawakkal ala Allah, na mwenye yote kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yarzuquhu, Mwenyezi Mungu mruzuku min haythu la yahtasib, kwa njia ambayo kwamba asiyoidhania. Kisha wakatuambia wanawazuoni, aya ni nyingi sana za kueleza tawakkul ala Allah, lakini hapa zimeelezwa yani ufupi, ili mu'min zimtoshe hizi, mu'mina zimtoshe kwamba hizi haya ni kalamullah, ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambaye kwamba khalaqak, alikuumba wewe na mimi, fasawak, akakufanya sawa, faadalak, akakuadilisha. Angalia Mwenyezi Mungu mato amekuwekea wapi au ametuetea wapi? Mato yako mbili, pua iko wapi? Iko mbili, mdomo uko wapi? Iko mbili. Sasa wakati mwanadamu anapokula kile chakula, kikiangalia tu mato ishamwambia hiki chakula ni kizuri mno. Je, ushahidi wa pili, pua ikisha kusikia harufu, hii biriani imepikika ya uzuri, kisha alafu wakitukua wakitia mdomoni, ngala mara pamoja, ndio hapo umeona chakula, hapo ndio umesikia harufu, hapo ndio umekitia mdomoni. Lao Mwenyezi Mungu alibadilisha, akaweka mato mathalan, subhanallah, yakhluqu ma yasha, akaweka mato kisogoni. Ya Rabbi, pua shekhe akatuwekea maungoni, Allahu akbar, mdomo akaweka miguuni. Sasa tutaka kula, tutamaliza saa ngapi futari? Mwanzo upige chabo, uangalie hii ni chakula, ni sima nini, wake kisogoni paka upige chabo, uangalie mato ndo yaangalie, kisha utukue kile chakula ukizungua ukipeke kwenye pua, hebu angalia pua, chakula cha leo cha yuzi, kisha ndio kitie mdomoni. Ingekuwa ni marobot sasa, ingekuwa kasheshesha. Umone mtu hula na mkewe, mwanamke mwana amepiga mbizi, mwanzo amina mapiga chomo kuangalia ni chakula gani, kisha arudishe apeke katika pua, kisha atie katika mdomo. Lakini angalia Mola subhanahu wa ta'ala ndio atatuambia, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, nimemuumba mwanadamu wallahi ahsan, umbo ambalo kwamba zuri kabisa. Ukishika sima yako, ukishika chapati yako, pale ya kuambia hiyo ni chapati bwana, si pepa bagi, mato ashakwambia. Kisha ukikiweka karibu na mdomo, pua ya kwambia hii imepikwa na samli swafi tena, kisha wakitia mdomoni wakila, na hapo ndio unapata unapokula, ndio mwambie Mola wako, alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'am waj'alani min almuslimin, kwa sababu wangapi hawawezi tena kula. Ndio Mola akatwambia wewe na mimi tuwe wenye kumtegemea Mwenyezi Mungu kila leo. Ndio akatwambia, je, katika hadithi tupe hadithi ambayo kwamba yaonyesha tawakkul, hadithi ambayo imepokewa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati nilipokwenda Mi'raj nilionyeshwa kipote cha watu, nikaonyeshwa pote lingine, mida nikamwona Mtume nabii ana watu katiti, nikapita nikaonyeshwa nabii ana mtume, ana mtu mmoja, nikaonyeshwa nabii ametia dawa ana watu wawili. Mtume asema, hadithi ambayo imepokewa na Abdullah ibn Abbas, uridhat alayya al-umam, nilionyeshwa umma, faraitu an-nabiyya, nikamwona mtume, wa ma'ahu ruhaitu, ana kijikundi cha watu tu, ametia dawa, amepata watu katiti mno. Wa nabii, nikaonyeshwa nabii mwingine, ma'ahu rajulu maskini, ametia dawa jamaa, qulu la ilaha illa Allah, mpaka amechoka, ameondoka ulimwenguni, alisilimu, ni mtu mmoja. Wa rajulani, nikaonyeshwa nabiyan mwingine, ana watu wawili, ametia dawa, watu ni wawili. Kisha Mtume asema, mwida shekhe, nikaonyeshwa mimi
weusi mkubwa umeinuliwa juu. Nikauliza, hawa nani? Nikaambiwa, hawa ni umati wako, hawa ni umati wako. Nikaonyeshwa wengine, nikaambiwa hawa ni huyu ni Musa na umati wake. Nabii Musa alikuwa na watu wengi, naye ametia dawa, watu wengi wakasilimu wakati wake pia, japokuwa amekula ngumu sana. Nikaambiwa huyu ni Musa na kaumu zake, na huyo wewe mtumi, lakini wewe mtumi usibabaike, na wewe angalia yu watu wako na waona, angalia yu wewe utawapata wengi sana. Mtumi akiangalia akaona weusi mkubwa kabisa, akaambiwa angalia upande mwingine. Mtume akiangalia aona weusi mkubwa wa umma, akiangalia upande mwingine aona umma. Mtume akauliza jamaa, ni nani hawa? Faqila li hadhi ummatuk, hawa ni umati wako Muhammad. Wa ma'ahum 70,000, pamoja tunakupatia umma wengi na kuna wengine 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adhabin, Allahumma ja'alna minhum, kwamba kuna watu shekhe hawatahisabiwa, wakitoka zao makaburini wenda zao wenye mustarehe kabisa, hawana adhabu, hawana tabu, hawana shida. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati Mtume sasa alipowaelezea masahaba zake kwamba nimeonyeshwa Mtume ana kipote, nimeonyeshwa Mtume ametia dawa, amepata mtu mmoja tu alislimu, nikaonyeshwa Mtume amepata watu wawili, kisha nikaonyeshwa yani umma mkubwa, mimi nikadhania ni ummati wangu. Nikaambiwa subiri Muhammad, huyu ni Musa na watu wake, lakini wewe angalia ufuk, angalia upande wa pembe hizo za mbingu. Nikiangalia nikaona weusi mkubwa, nikaambiwa niangalie tena upande mwingine, nikaangalia nikaona weusi mkubwa umma, kisha nikaambiwa hawa ni ummati wako. Basi Muhammad, tunavyokupenda wewe na wasiokuwa hawa, kuna 70,000 wataingia peponi bila hisabi wala adhab. Thumma nahadha, Mtume baada ya kuwashaelezea masahaba zake, kisha Mtume akainuka, fadakhala manzila, akaingia nyumbani kwake. Sasa masahaba wakawa wana shauka, jamaa wajua kila mtu atakishinda taka wewe ukitoka zako kwenye kaburi peponi moja kwa moja, lakini mambo ende ulizwe, madha amilta lidinik, umefanya nini katika dini yako? Tulikupa pesa, tulikupa afya, tulikupa ilmu, tulikupa nguvu, ulitumia namna gani? Lakini kuna 70,000 wenda zao peponi bighairi hisabi wala adhab. Sasa masahaba, ya Rasulullah, sif lana manhum, akhbirna manhum, ni watu gani hao ya Rasulullah? Nasi twataka tuingie peponi bila hisabu wala adhab. Masahaba ambao pepo mwenye Mola ashawakubalia kwamba radhiyallahu anhum wa radu anhu, lakini pia wakawa na shauku. Huku kuwa na shauku ya sahabi nabii ni tuambiwa sisi, kwa sababu sisi si masahaba, sisi ni masahaba. Kuna sahaba ziwingu mawingu badilika, tumida mtu wa mjauri, mwida mtu ana kibri. Kuna sahaba na sahaba, sahaba ziwingu za kupita, tumida kuna kiwingu kimechange mwida mvua, mwida kimechange kiwingu joto, mwida kimechange kiwingu sijui imeleta upepo. Ndio sisi Waislamu wa leo kubadilika mara moja, kwa mtu kama ni mzuri mwida shabadilika. Lakini hawa ni ashab, ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi ni mawingu tu, kila yeye uchenji. Ukipata shida huabudu tena Mwenyezi Mungu, ukipata raha ndio tumwabudu Mwenyezi Mungu. La, masahaba walikuwa wao mutawakkilun fi shidda war raha. Sasa Mtume, masahaba wakamuuliza Mtume, ya Rasulullah, Mtume akamwambia, mbona naona nilipotoka nyinyi kulisikia Allah fujo kubwa mazungumza kuhusu wale watu ambao wataingia peponi bila adhabu wala hisab? Naam ya Rasulullah, tuambie nasi, hudda lana. Mtume akamwambia, humul ladhina la yarqun, ni watu ambao hawapigi mburuga, si waganga, wala yastarqun,
wala wao hawapigiwi mburuga. Ni watu ambao hawaendi kwa wachawi, wao si wachawi wala hawafanyii watu utawi. Ni watu ambao wao si wanga wala hawafanyii watu kuwafundisha namna ya kuanga. Ni watu ambao wenye kumtegemea Mwenyezi Mungu. Narudia tena, ni watu ambao la yarqun, hawapigii watu wa mburuga wakatukua sijui kaure, sio katukua madondo, ukenda kwa mganga pale akakurushia vifimbo. Ni watu ambao kwamba la yarqun, wao si waganga, hawafanyii watu uganga wala wao hawafanyi uganga. Ni watu ambao wao si watawi wala hawafanyii watu utawi. Ni watu ambao wao si wanga wala hawafundishi watu kuanga. Watu gani hao? Ni watu ambao ala rabbihim yatawakkalun, ni watu ambao kwa Mola tu wamtegemea Mwenyezi Mungu. Wajua, wakati unapooa au wakati unapoolewa, wakati baba na mama wanapotenda tendo la ndoa, Mola subhanahu wa ta'ala yale mai huyawanya sehemu tatu: kufa kwake, kuzikwa, kuzaliwa. Utaona mama, yani mjamzito, shekhe amepelekwa hospitali, madaktari wa Malindi wakatoa mkono, wakasema sisi tumeshindwa, pelekeni Kilifi. Pelekwa Kilifi, daktari mkubwa akisema mimi simuwezi. Shekhe, sitaki umbebe huyo, mwangalie tu. Simuwezi. Mpekeni wapi? Mpekeni Mombasa. Apelekwe Mombasa mama, daktari mkubwa aseme mimi simuwezi, kuna rafiki yangu daktari mzuri Nairobi, mpekeni Nairobi. Jamaa, subhanallah, mama kama ule apekwe Nairobi, kijana kizaliwe Nairobi, ni Mola subhanahu wa ta'ala. Na pangine kule Nairobi kife Nairobi, kimezaliwa Nairobi, akafa Nairobi. Watu wake wa Malindi wakasema tueteni kijukuu chetu tukizike Malindi. Si uhodari wetu, amezaliwa Nairobi, amekufa Nairobi, amezikwa Malindi. Waweza ukazaliwa Malindi, ukafa Malindi, ukazikwa Malindi. Waweza ukazaliwa wewe Somalia, ukafa wapi? Malindi, ukazikwa Malindi. Waweza ukazaliwa Kenya, ukenda mathalan ikiwa ni Tanzania, ukafa Tanzania, maiti karudishwa, ukazikwa Kenya. Jamaa, hii si uwezo wetu wala si uhodari, Mwenyezi Mungu mwenyewe ashatupangia. Kisha na malaika kipande kingine huandika birizqi, riziki yako ushaambiwa utapata riziki gani, wa ajali, na ajali yako, wa sa'idan au shakhia, kaandikiwa huyo atakuwa ni mwema. Mungu atujalie nasi tuwe wema, au muovu, Mwenyezi Mungu ashakuandikia. Mwenyezi Mungu tujalie sisi kuwa waovu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ashakuandikia wewe utaolewa na mume mmoja, utazaa vijana watatu wa kiume, wawili wa kike. Wewe utaoa mke wa kwanza akuzalia vijana kadhaa, utamwata. Utaoa mwingine akuzalie vijana kadhaa, utamwata. Yani ushapangwa, Mwenyezi Mungu ashakupangia. Wewe utazaa watoto wa kiume tu au wewe utazaa watoto wa kike tu, kisha mwanadamu, au wewe uzai. Mungu akisema uzai itakuwa ndio uzai, sababu wengine ni wanakuwa akhim. Sasa wewe ati utababaika uende kwa mganga, mimi sina nyumba, nifanye na mimi uganga nipate nyumba. Utakuwa si katika wale 70 wenye kuingia peponi bila hisabu wala. Kila mtu ashapangiwa atakuwa na nyumba, utaipata nyumba. Utakuwa na shamba, utapata shamba. Ukiandikiwa hupati shamba, utakodisha mashamba ya watu. Hupati nyumba, utakodisha nyumba. Hupati bajaji, hupati tuktuku, hupati bodaboda. Wewe utakuwa ukipanda za watu mpaka Mola mwenyewe kutukue. Lakini mwanadamu hughurika wakati atakumwambia shetani, fanya bidii nawe bwana upate nyumba bwana, nenda kwa mganga pale. Basi ukienda kwa mganga itakuwa wewe hutopata lile grupu ambalo yadkhuluna jannata
bighairi hisabi wala adhab. Sahaba katika masahaba za Mtume akainuka sahaba mmoja aitwa Ukasha bin Muhsin, lakini raha kwamba wewe usiulizwe shekhe. Akamwambia ya Rasulullah, Mtume wa Mwenyezi Mungu, ud'u Allah, niombea nami Mungu, an yaj'alani minhum ya Rasulullah, anijalie nami ni katika wale watu 70,000 ambao wataingia peponi bila hisabin wala adhab. Mtume akamwambia ya Ukasha bin Muhsin, anta minhum, wewe ni katika hao ambao kesho inshallah wewe hakuna hisabu wewe wala adhabu, bali wenda zako katika janna ukastarehe kabisa. Masahaba akiangalia huyu umepata ofa huyu. Sahaba mwingine, ya Rasulullah, na mimi niombea nami Mungu. Mtume akamwambia kalla la sabaqaka biha Ukasha, Ukasha ashakutangulia, kwa hivyo fanya ibada wewe, ungojee hisabu ya Mwenyezi Mungu. Sababu lao Mtume alimkubalia huyu, ungekuwa msikiti mzima na mimi sijapata pepo na mimi, kama vile wakati wa magharibi tunapogawanya hapa kaimati viazi, wewe umepata, mimi sijapata, mbona hujanipa? Au wakati ikiwa tutagawanyiwa ni magunia, ni nyama, ni tende hapa, huwa kasheshe, mimi sijapata, kila mtu ataka kizuri. Basi masahaba Mtume lao alimwambia na wale wa pili, anta minhum, angeinuka na mwingine, ya Rasulullah, mimi sijapata dua yako, na mimi naombe, mimi sijapata, lakini Mtume akamwambia la sabaqaka biha Ukasha ashakutangulia, yatosha. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatuambia, lau nyinyi tatawakkaluna ala Allah, mutamtegemea kweli Mwenyezi Mungu haqqa tawakkuli, haki ya kumtegemea, la razaqakumullah, Mwenyezi Mungu angewaruzuku kama yarzuqu at-tayra, kama namna anavyowaruzuku waruzuku ndege au ndege yule ambaye kwamba ni yule ambaye yakhruju hutoka khimasa, ndege usubuhi hutoka matumbo yameambata kwa ndani, wa yaruhu bitana, kisha wale ndege hurudi na ilhali tumbo limejaa, kwa sababu tawakkal ala Allah, ajua yuko Mola subhanahu wa ta'ala atanipa chakula tu peke yake. Ndio ikawa nzuri mwanadamu akitoka nyumbani kwake kwenda zake makazini au kama yuenda wapi, atoke kwa guu lake la kushoto. Wakati ukitoka nyumbani, toka kwa guu la kushoto. Wakati unaporudi nyumbani, ingiza guu lako kwa guu la kulia. Sasa akatuambia Mtume, yoyote man kharaja min baiti, mwenye kutoka nyumbani kwake, faqala bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Angalia dua fupi. Wakati ukitoka mwenyewe nyumbani kwako, wenda kazini, wenda baharini, wenda skuli, wenda sokoni, wenda hapo, lakini guu la kutokea sunna ni guu la kushoto. Alionena nani? Ni mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi hii imepokewa na Anas, atuambia qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man qala, mwenye kunena, yani idha kharaja min baiti, anapotoka nyumbani kwake, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Atuambia Mtume, yuqalu lahu, huambiwa muislamu huyo, hudita, asikii sauti lakini hatif huwa ikinena hudita, wewe umeongoka, wewe umeongozewa mazuri, wa kufita, na umetoshelezewa kila zuri, wa uqita, na umehifadhiwa wewe na kila ovu, wa tanaha anu shaitan. Angalia dua, wewe umeomba dua chache, angalia hatif ambayo tunazozipata. Huambiwa hudita, wewe ushaongozwa, tandika ulale. Wakufita,
wewe leo utatoshelezwa na kila mazuri, hayakufikii kabisa yenye nuhus. Wa ukhita, wewe leo utahifadhiwa na Iblis shaitan. Watanaha anhu shaitan, na shaitani mtu mwenye kunena nyumbani akitoka kwa gula kushoto, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Kisha tukaambiwa, atuambia bana riwaya ya Abu Daud, atuambia yaqulu shaitan, shaitani humwambia shaitani mwenzake, humwambia yeye, kaifa laka, utampata yeye huyu bwana, rajuli, mtu ambaye ametoka kwa tawakkul ala Allah, utampata vipi mtu ambaye kad hudia, ameshaongozwa, utampoteza yeye. Twenzetu tutafute mwingine ambaye akitoka nyumbani kutoka Dubai bai kwa irini, la, huyu bwana ametoka bismillah tawakkaltu ala Allah. Vipi utamweza mtu huyo ambaye hudia, ameongozwa wa kufia na ametoshelezwa wa upia na amehifadhiwa? Shetani mwenyewe kumwambia shetani nduye, sisi yeo huyu bwana hatumpati kwa sababu yuko katika insurance ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakati ukirudi nyumbani unaingia kwa gula kulia, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Wakati unaporudi nyumbani, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, hiyo ndio dua ya kuingilia nyumbani, na dua ya kutokea ni ile bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Tuambiwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam kulikuwa kuna ndugu wawili, baba mmoja mama mmoja. Mmoja huenda kufanya kazi, kapata riziki, wakaja nyumbani akala na nduye kila leo. Yule mmoja kawa yeye hendi kazini, bali mfuata Mtume sallallahu alaihi wa sallam kusoma ilmu, kujua dini. Kila leo nduye kawa yeye huenda kazini, ndugu yake huenda kusoma. Lakini unajua mwanadamu ni mwanadamu, akiangalia ami kila siku huenda kupata tabu, kuchapa kazi, ndugu yangu huyu huenda kusoma tu kwa Mtume. Ikabidi ende kwa Mtume, ya Rasulullah, nimekuja kwako na mashtaka. Tupe habari, kunani? Ambaye nimekuja kwako ya Rasulullah, nimekuja kukushtakia huyu ndugu yangu. Na nini? Huyu yeye kazi yake husoma tu, sio kwamba ni mzivu, la, yeye huja kusoma tu. Mimi huenda nikafanya kazi, kisha tukaja nyumbani adhuhuri tukala. Mimi huenda nikafanya kazi, kipata chakula tukala magharibi au isha. Usubuhi ni mimi ya Rasulullah ndiyo huenda kufanya kazi. Sikia jawabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, ya muhtarif, mwenye kufanya kazi, pale unapokwenda kufanya kazi, Mola akakuruzuku, la'allaka turzaqu bihi, henda ikawa Mwenyezi Mungu ndio hutia baraka wakati unapomlisha nduyo mwenye kusoma. Henda Mwenyezi Mungu riziki yako akasitia neema na baraka kwa sababu ya unduyo ambaye anakuja kusoma dini, anayekuja kusoma kalamullah, anayekuja kusoma ilmu. Kwa hivyo wewe usichoke, endelea kumlisha nduyo, wewe mtegemee Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu, wapenda wake wale ambao mutawakkilun. Ndio Mtume sallallahu alaihi wa sallam akatupa dua mzuri. Alimwambia fulani, ya fulani, sahaba wangu fulani, naam ya Rasulullah, idha awaita ila firashik, wakati mwenyewe ushamaliza kazi zako, sasa wapanda kitanda chako, fakul, sema hivi, Allahumma ya Mola, aslamtu nafsi ilaika, mimi nafsi yangu ya Rabbi nimesalimisha kwako wewe. Sababu usiku kuna majini, kuna mashetani, kuna wanga, kuna kina nyoka, kuna wadudu, kuna kitu kila tukilala roho zimekufa. Mola anatuambia nini? Inna Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Tukilala
huwa chundu zote ziko wazi. Aweza akaja nge akaingia mdomoni, aweza kuja nyoka. Majini ndio wakati wao, wanga ndio wakati wao usiku, mashaitani. Sasa je, nisome dua gani? Mtume akatufundisha dua mzuri, umwambie Mola wako, Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk, na kuatia nafsi yangu kwako ya Rabbi, wa wajjahtu wajhi ilayk, nimekeza uso wangu kwako. Na uzuri wakati unapolala, ikiwa kitanda chako kimekea qibla, lala kwa ubavu wa kuvuli au ubavu wa kulia, kama kwamba umekufa wazikwa. Sababu tukifa tukizikwa, huzikwa kwa ubavu kwenye ule mtaro wa kaburi, hutiwa kwa ubavu. Jamaa, ndio sunna, na wewe ujaribu kulala kwa ubavu wa kulia. Kisha japokuwa utachukua usingizi, kisha utajizungusha na uzuri utawadhe, lala na udhu. Hata kama uko katika ada yako, wakati unapolala na udhu, ukiamka asubuhi, malaika umwambia Mola subhanahu wa ta'ala, Allahumma ighfir li'abdika fulanun, Mola wangu msamehe mja wako fulani, fa innaha batat tahira, ikiwa ni mwanamke. Ikiwa ni mume, fa innahu bata tahir. Tawadha wewe muislamu wa kiume, tawadha wewe muislamu wa kike, wakati unapolala na ushaiomba dua hii, Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk, uso wangu umeweka kwako, wa fawwadtu amri ilayk, na mambo yangu yote nimekuatia wewe ya Rabbi, waljatu dhari ilayk, mambo yangu ya Rabbi nimeweka kwenye kitanda kwa ajili yako wewe, raghbatan, ili hali ya kujipendekeza kwa kwa rahbatan ilayka, na kukuogopa Mola wangu. La malja, hapana mategemeo yoyote ya Rabbi, wala manja, wala kuokoka kwa yoyote mtu, illa ilayka, ni kwako wewe tu. Ukitaka kuokoka ni kwa Mungu, ukitaka kutegemea usimtegemee shetani, usimtegemee mganga, mtegemee Mungu. Amantu bikitabika alladhi anzalta ya Rabbi, mimi siyalala, lakini naamini kitabu chako tukiteremsha ya Rabbi. Wa binabiyika alladhi arsalta, nimemwamini mtume wako ulomtumiliza. Ya Rasulullah, mtu baada mwenyewe asome gazeti au asikize kaseti awate aete dua hini, je hupata nini? Yule mwanadamu anataka kupata, atuambia mtume, fa innaka, hakika wewe mwanadamu muislamu. Sema je kafiri, je kafiri, tuwazungumza waislamu. Makafiri wenyewe tuwatie na makanisa yao. Lolote tunaloliuliza hapa, tunalozungumza, tuwazungumza muislamu. Sasa kwambia mtume sallam, fa in mutta, lao wewe utakufa, je nitapata nini ya Rasulullah? Min lailatik, katika usingizi wako, mutta ala fitra, utakuwa umekufa katika umbile la Uislamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa in asbahta, umri wako ukiwa upo bado kufa, asbahta khaira, utapambaukiwa, kheri zitakuzunguka wewe mzima, kwa sababu ya wewe ulimtegemea Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tukaambiwa uzuri, baada ushaita dua hili, kisha uwe tawadha wewe. Ukiwa una haidhi, nifasi, wewe tawadha tu, wala istihadha, janaba, wewe tawadha tu, kisha ulale. Basi ukitawadha, wakati ukiamka asubuhi, malaika mwenyewe shekhe hukuombea Mungu, humwambia Mola wake, Mola wangu ighfir. Dua ya malaika shekhe hairudi. Malaika kwa sababu hawasemi urongo, malaika hawasengenyi, malaika hawaui, malaika hawana khiana, malaika hawana chuki, malaika hawajepi, malaika hawazini, malaika hawafanyi maovu, kwa sababu wao wameumbwa kwa nini? Nur. Wao la yakulun, hawali, wala yashrabun, wala hawani. Wao je, chakula chao nini? Taamuhum, chakula chao, taqdisun, ni kumtakasa Mwenyezi Mungu, wa tasbihun, na tasbih, wa tahlil, na tahlil, wa tahmid,
na tahmid. Malaika kazi yao nini? La ilaha illa Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sasa malaika kama hawa wakati wakimwambia Mola, ighfir li'abdika fulani, msamehe mja wako fulani, fa innahu bata tahira, huyo hakika amelala ile hali kuwa ni tahara, hata kama udhu kisha utaharibika usingizini, si kazi yako wewe. Umepewa ofa ina Mola wako, itumie. Sababu anatuambia mtume yote huwa ni mwenyewe Mola subhanahu wa ta'ala. Amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam atueleze. Kwa hivyo yaqeen ndio kitu bora mwanadamu takikana awe nacho, na wakati mwingine awe ni mwenye tawakkul kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hapa ndio tutakomea. Mwenyezi Mungu atatubarikia, na ikiwa tumekosea tuomba, yani mtu mwenzangu akiliona kosa atuelezee kwa njia nzuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.